Nafikiri mimi kwa upekuzi wangu na utafiti wangu, Yanga wanahitaji alama na wamekuwa na sababu za msingi. Ingawa kuna kipindi tulikuwa tumeweza kusikia baadhi ya wachambuzi na watu wengine wakipotosha kwamba huwezi kupewa alama 3 huku mechi haikuweza kuamuliwa na officials. Ni kukosa tu uelewa baadhi ya vitu, kwa sababu Yanga hawakutarajia kwenda uwanjani kukutana na officials. Kwa sababu gani? Mwenye shirikisho ndio ambaye alikuwa amealisha mchezo, kwa maana bodi ya ligi. Kwa hiyo huyu alialisha mchezo hawezi akapeleka officials. Yanga walikwenda kudai alama 3 baada ya kuona kwamba hakukuwa na sababu za kutosha za kuweza kuahirisha mchezo. Hakukuwa na sababu za kutosha za kuweza kuahirisha mchezo. Hivyo mchezo umeahirishwa katika mazingira ambayo yalikuwa yanakwenda kuharibu taswira ya mchezo, lakini pia kwenda kupendelea upande mwingine. Ila kama sasa mchezo huo ungeahirishwa wenyewe bila upande mwingine kulalamika, manake ile burden ingerudi kwa bodi ya ligi. Lakini kwa sababu bodi ya ligi wameahirisha baada ya upande mmoja kutaka kususia mchezo, kwa hiyo yule ambaye alikuwa anataka kususia mchezo ndio anakuwa mwanzilishi wa hii changamoto. Kwa hiyo na yeye atakwenda kuathirika. Kwa hiyo moja kwa moja Yanga anakwenda kudemand kupewa alama 3 kwa sababu mchezo uliahirishwa pasipo kufuata sheria na kanuni za bodi ya ligi. Kuna watu wanasema kwamba hii ngoma inaweza ikawa ngumu kwa sababu Simba anaweza akasema mimi nilitoa labda malalamiko yangu, lakini aliyeahirisha mechi ni bodi ya ligi. Labda bodi ya ligi wangetoa statement kwamba mechi iko pale pale, malalamiko ya Simba tumeyasikia, tunafanyia kazi. Simba anaweza kaenda na utetezi huo kwamba sisi tulikuwa tuko tayari kama tungejibiwa kwamba mechi ipo na malalamiko yetu yatafanywa kazi. Hapa Simba hawawezi kuchomoka kivivyote hapa, Dominic Salamba, kwa unavyotazama wewe, ili rungu likadondokea kwa TFF pamoja na bodi ya ligi, au wewe una mtazamo gani? Simba hawezi kuchomoka kwa sababu Simba yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza wa kuweza kulalamika, na malalamiko yake hayakuishia tu kwenye redio. Alitoa official statement, alitoa tangazo kwa umma kwamba hawezi kucheza mchezo, na haikuishia tu kutoa tangazo kwa umma, alipeleka nakala kwenye bodi ya ligi kwamba yeye hayuko tayari kucheza mchezo. Kwa alikuwa ametimiza matakwa yote ya kimawasiliano yake yeye pamoja na public pamoja na bodi ya ligi. Na bodi ya ligi wanakuja kujibu shauri ambalo Simba lalamikia. Bodi ya ligi hawakumbuka from nowhere. Wamejibu baada ya kupokea tuhuma au baada ya kupokea malalamiko kutoka kwa Simba, wakaamua kuahirisha mchezo na wakatoa sababu. Sababu ambazo walikuwa wamezitoa zilikuwa zinaendana na sababu ambazo Simba alikuwa amezilalamikia. Kwa hiyo wote walikuwa wapo kwenye mtazamo mmoja. Kwa hiyo kama ikitokea Yanga kapewa alama 3, maana yake patakwenda kuwa na kesi nyingine ya wao kwa wao kati ya Simba na bodi ya ligi ambayo itakuwa Yanga haimuhusu. Ndio maana Yanga kaangalia katika malalamiko yao wanalalamikia wote watatu. Kwa nini? Kwa sababu bodi ya ligi asingeweza kuahirisha mchezo bila kushirikisha shirikisho kwa maana TFF. Kwa hiyo wote wamehusika. Kwa hiyo hamna sababu ambayo utaweza kumtoa Simba kwa upande wa kasi. Kwa hiyo haya majibu ya kasi yatakwenda kukozi kitu kingine, Simba aweze kupambana na bodi ya ligi kwamba uliniambia nisije kwenye mchezo. Lakini wakati unaambiwa usije kwenye mchezo, je, zile sababu ambazo zimetolewa zilikuwa zinatosha kuweza kufanya usio na mchezo? Yaani hizo sababu ambazo zimetolewa na bodi ya ligi zilikuwa zinatosha kufanya Simba sende uwanjani? Kutagundua kwamba Simba waligundua kwamba hakuna kipengele au sababu ya msingi ambayo ingefanya mchezo kuweza kuahirishwa, isipokuwa tu waliamua kuto kucheza. Kwa hiyo wao wanakwenda kuingia direct kwenye athari za huu mchezo kuahirishwa na Yanga kupewa alama 3. Kiufupi unataka kutuambia pia kwamba hata TFF kwenye hili sakata walishindwa kufanya maamuzi sahihi, na ni kama vile wameshindwa ama wameonyesha udhaifu kwamba hawana meno ya kung'ata sehemu ya kung'ata. Sasa unapozungumzia bodi ya ligi haiko huru, haijitegemei kwa 100%. Ndio maana hata juzi utakuwa ulisikia ambacho aliongea mwenyekiti wa bodi baada ya kutoka kwenye kikao na mheshimiwa waziri, alisema yeye hawezi kuzungumza wakati bosi wake yupo. Akasahau kwamba yeye ndio mwenyekiti wa bodi ya ligi, mamlaka yote ya bodi dalile shauri alikuwa na shirikisho, lakini bado akataka kusikia rais wa shirikisho akizungumza. Kwa utagundua kwamba maamuzi mengi ambayo yanafanyika hayawezi kufanyika bila kubarikiwa na shirikisho. Lakini pia ulisikia kauli ya rais wa shirikisho alipojiwa kusema sakata, alizungumza direct msimamo wake, na baadaye ndipo Yanga wakaenda kupewa majibu yao. Kwa hiyo naona moja kwa moja kwamba hawa wote ni kitu kimoja, na hili kitu ambacho kimepangwa makusudi kwa kile ambacho wao ndio wanajua kwa nini ambacho walikuwa wamekipanga na kufanya ambao walikuwa wameamua kuyafanya. Mpira wetu unaelekea wapi, Salamba, kwa kumalizia? Nafikiri hii itakuwa ni sehemu nzuri ya kuenda kufanya mabadiliko ya mpira wetu, kwa sababu kwa nyuma tulikuwa tunakwenda kwa kutumia hisia, busara na hizo hata nini na kila hekima ambazo wakati